Ni katika ulimwengu wa matukio na burudani, mtazamaji, kila itwapo leo mengi makubwa yanaendelea kujiibua na kuendelea kuzua gumzo mitandaoni. Na Bao Media tuko na kazi hiyo ya kukuarifu, tunakukutaarifu yapi yameweza kama yake headline. Mhabarishaji official Rose D, usisahau kusubscribe. Ni vita ya Mange, lakini pia mwanadada Wema kuwa kubwa. Wema toboa siri Mange alikuwa anashinda kwa mamango kabla ya kuhamia nchini Marekani. Haya, mambo yamekaaje katika vita ya maneno inayomhusisha mwanadada Wema Sepetu na mweza kumuita Tanzania Sweetheart? Amevunja ukimya na kuanza kumtolea maneno ya shombo dada wa taifa Mange Kimambi, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii. Hii ni kufuatia kile ambacho Wema amekuwa akikumbana nacho mitandaoni kufuatia tatizo lake la kutokupata mtoto kwa sasa. Sasa Wema ndiye mwanadada tunafahamu ambaye anasemwa sana zaidi mitandaoni kwa kuitwa mgumba wa taifa. Wengine wanamtukana sana na kumsema kwamba Wema ni wale ambao wamekuwa akipata support kubwa sana kutoka kwa mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi. Na Mange pia amekuwa akiwaunga mkono sana na kuwashinikiza pia mashabiki kumtukana Wema kwa kiasi kikubwa kupitia udhaifu wake huo kutokupata mtoto. Lakini pia Mange amekuwa akitoboa siri za Wema kuwa ni mtu ambaye amewahi kutoa mimba nyingi sana kwa kuendekeza ujana, that was pia hazai. Na Mange amekuwa pia akimsema Wema kuwa anaendekeza vitoto vidogo, starehe, lakini mambo mengine kibao badala ya kuwa busy kutafuta suluhisho la tatizo lake. Lakini haya yote ya Mange kumsema Wema Sepetu tunafahamu kwamba yanatokana na kwamba Wema mwenyewe ni upande wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia ameonekana kumsifia mara kwa mara rais aliyeko madarakani. So hii pia ndo imekuwa ni sababu ya yeye kumponza kusemwa mara kwa mara, kwa sababu Mange tunafahamu amesha kusema mtu yeyote ambaye atakuwa na support Chama cha Mapinduzi basi yeye atakuwa ni adui yake. Na ndio maana amekuwa akiwatuma mashabiki ama akiwatumia kumtukana mwanadada Wema Sepetu kutokana na tatizo la kupata mtoto, mpaka wamemtungia jina tasa ama mgumba wa taifa. So baada ya hayo yote, siku ya juzi Wema aliamua kuvunja ukimya wake kiukweli na kuita waandishi wa habari. Pia akaamua kutuma mashambulizi yake kwa mwanadada Mange kwa kumjibu. Na kwa mujibu wa Wema amedai kuwa huyu Mange huyu anayemshambulia sasa hivi mtandaoni amesahau kuwa alikuwa anashinda nyumbani kwa mama yake kabla ya kuhamia nchini Marekani. Ameteseka sana huko Marekani, ameitumia sana na kutumika sana, ametumia mwili wake sana mpaka sasa amekuwa pale alipo. Lakini pia Wema amedai kuwa Mange hakuwa rafiki yake, ila shida tu za Mange ndo zilifanya wawe na ukaribu. Alikuwa anashinda na njaa, anakula kwao. Wema Sepetu alikuwa anamfuata sana Wema kisa mimi anasema Wema anasema kisa mimi nilikuwa maarufu. Lakini pia yale alisema kuhusu yeye kunipambania mimi kuwa Miss Tanzania mwaka 2006 ni muongo. Nilipambana mwenyewe kiukweli mpaka kufika pale. Kwa hiyo msiwa mnamsikiliza, kuna maneno anaongea anakuwa kama hayupo sawa kifikra. Matatizo alionayo kiafya ndio yanamfanya awe anaropoka hovyo mitandaoni. Hizi ni kauli za mwanadada Wema, mtazamaji, mara tu baada ya kuchoshwa na maneno ya mwanadada Mange, lakini pia na mashabiki ambao wanatumwa na Mange ili kuweza kumchafua katika mitandao ya kijamii na kumuita majina ambayo haifai, kwa mfano kumuita mgumba wa taifa kutokana tu na tatizo lake ambalo limonekana la kukosa mtoto. Mtazamaji, mimi ninatamatisha, unadhani pengine anachokifanya mwanadada Mange kwa Wema ni kizuri, kisa kwamba bidada Wema hajafanikiwa kupata mtoto? So anatumia udhaifu huo ili kumchafua na kumfanya ajisikie vibaya. Unaweza kutuandikia maoni yako kupitia comment section, then tupatane nayo next video kwa zuri kabisa. Hope umeweza kuenjoy mwanzo mpaka tulikofikia. Salia nasi kwa ajili ya update nyinginezo nyingi kweli. Bye bye.